Ukisoma Matendo ya Mitume inasemaje? Mashetani akawaambia wanasikewa, Yesu tunamjua, Paulo tunamjua, nyinyi ni akina nani? Sasa siku hiyo mtu anamangamanga, ukisha kufa unafika kwenye njia panda, wanaita dilema. Unafika kwenye dilema, ile njia panda unakuta kuna viumbe vya ajabu pale. Utakuta kuna viumbe, ndio maana mwanadamu anapiga mayowe, anajikunja, anatoa macho, mwingine mpaka anajisaidia, ile hofu. Utaona viumbe hujawahi kuviona, ile saa unakufa. Utakuta kuna mtu yuko pale, ana macho amejipanga tu namna hii mpaka chini. Yaani ana macho makubwa, sio tutulicho kwa binadamu. Ana macho upande mmoja namna hii, makubwa mpaka miguuni. Alafu mikono yake iko mgongoni. Alafu ana nyuso nne. Hapa nyuso zake nne zimegawanyika. Kila uso una macho mawili. Unataka kumshangaa huyo, anakuja anatokea kiumbe mwingine, ana sura mbili, mbele na nyuma, ana macho huku mawili na huku nyuma ana sura. Yaani huku ana mikono, huku ana mikono kama watu waliogeuka namna hii, na anaweza kwenda atakavyo, anaweza kwenda hivi, anaweza kwenda hivi. Ukiona unashangaa hayo, anatokea shetani mwingine ambaye ana pande nne za dunia. Huku ana umbo na sura, ana mikono yake, na huku hivyo anaenda pande zote kama wale malaika ambao Mungu anasema, na Mungu ndiye amewaumba namna hiyo. Anasema wanaweza kwenda kushoto, wanaweza kwenda kulia, wanaweza kwenda mbele, wanaweza kurudi nyuma, na wanaenda by uniform, hawapishani. Kwa nini? Wana miguu 8. Huku wanakwenda, huku wanakwenda, huku wanakwenda, kule wanakwenda. Kama unampenda Yesu sema amen. Kuna siri ya vitu vingi ambavyo wanadamu wanatengeneza duniani kwa ajili ya kutukuza mashetani, ila wewe hujui. Shetani alianza kuonyesha watu utaalamu mashetani wenye miguu 4. Kwanza walianza wenye miguu 2 kama wanadamu, ambao ni malaika walioasi majini, waliozaliwa hao mashetani na majini na nini, ndio wakaona wanatengeneza baskeli zina miguu 2. Kuna mashetani yakawa na unguruma, yaani yakiongea na unguruma kama pikipiki. Yakaanza kutengeneza pikipiki, watu wanaenda kuzimu, wanatoa maarifa, wanakuja wanaanza kiwanda, wanasema tunataka kutengeneza bidhaa yenye mfano wa. Baadaye wakaanza kuona mashetani yenye miguu 4, ndio unaona watu wakatengeneza gari. Baadaye unaona mashetani yenye miguu 8, unaona paka miguu 10, mpaka unaona paka namna hiyo. Leo kuna vitu vingi sana. Usipoingia rohoni, kuna mambo huwezi kufahamu. Kama unampenda Bwana nisikie amen. Kama unampenda Yesu nisikie amen. Haleluya, haleluya. Kwa hiyo yote hiyo ni siku mtu anapolala mauti, ndipo siri hizi zote utazifahamu, lakini leo zimefichwa machoni pako. Yesu alipoona Yerusalemu akaulilia, akawaambia, laiti ungejua yatakayo kupata, laiti ungejua Yerusalemu yatakayo kupata, ungejipanga leo. Kwa sababu kuna siku utavamiwa, utabomolewa pande zote, utaharibiwa, halitasalia jiwe hata moja ndani ya mji huu. Lakini walimuona kama kichaa, walimuona kama mwenda wazimu, maana unaongelea mji ambao umejengwa kwa ukuta na serikali, ukuta imara mzuri wenye gharama, ambao wanajua hapana aweza kuvunja, kwa sababu umejengwa kwa gharama, ili walio ndani ya mji huo, ni mji wa kiutawala, wapate kuwa salama. Yesu akasema, mjajua zamani nazoziongelea.